Watambulisha kwa maneno mengi kwa sababu kazi yao inazungumza. Kama ni mfuatiliaji wa dunia basi bila shaka utakuwa unawafahamu. Kwema brother? Kwema ndugu yangu. Kwaje? Safi kabisa. Umependeza juu mpaka chini. Hivi nani ambaye ameshughulikia kila kitu hapa? Mimi hapa nilichotumia ni kiatu na saa, lakini the rest of this nimevalishwa. Yes. Wakati natoa intro hapa nimesema kwamba ni watu ambao sitaki kutumia maneno mengi sana kuwatambulisha kwa sababu kazi yenu inafanya vizuri sana. Na hivi mnapokuwa mnakutana na mtu anakupa maua yako kwa namna hiyo, huwa unajisikia vipi moyoni mwako? Kiukweli inanipa faraja kubwa na inanipa nguvu kubwa pia, kwa sababu inaonyesha kwamba ile kazi ambayo tumekusudia kuipeleka kwenye hadhira imepokelewa. Kwa hiyo kwetu sisi hilo ni furaha kubwa na ni kama mafanikio pekee, kwa sababu sio kila maudhui ya waandaji maudhui huwa yanafikia yale malengo, lakini kwetu malengo yamefikiwa na yamezidi pia, kiasi ambacho pia imetu surprise mpaka unatoona tuko hapa, maana kazi haijawa rahisi. Yeah. Hii ni mara ya kwanza Zicom inafanyika nchini Tanzania na ni bahati leo umepata nafasi ya kuwepo hapa. Pengine kwa faida ya mtazamaji anaweza kufahamu mmekuwa nominated katika kipengele gani na umejisikiaje kuwepo katika tuzo hizi? Tuzo hizi mwaka huu nimekuwa nominated katika kipengele cha msanii anayechipukia wa kiume bora, mwigizaji bora wa kiume anayechipukia kwa mwaka 2025. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni kubwa mno, kwa sababu dunia hii ndio series ya kwanza ambayo naweza ngasema imenitambulisha na hadhira. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tu unaweza kutambulika kwa hadhira, na kwa muda huo unaingia pia katika kuthibitishwa huyu ni mtu bora ambaye amechipukia. Kiukweli sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, ukizingatia pia hata uzito wa hizi tuzo zenyewe, kwa sababu hizi ni tuzo za Afrika, sio tuzo za Dar es Salaam. Sawa, yani tuzo za Afrika, you must imagine ni zaidi ya mataifa 36 all over Africa yameshiriki hapa katika kutafuta mtu aliye bora wenye kuchipukia. Kwa hiyo ni kitu kikubwa mno. Me I do respect this. Na pengine labda unaweza kutumia nafasi hii kama fursa sasa ya kuchanganyikana na watu tofauti kuangalia kitu gani zaidi unataka uongeze. Ni kweli kwa sababu sisi tunakuwa sawa. Manyanya ambaye alianza episode 1 na mpaka sasa tuko 139, niko tofauti. Kuna namna napata ule ukuaji. Mathalan matukio kama haya, tukija kama hivi tunakutana na wenzetu, tunafahamiana, tulikuwa tunaonana tu ndo tunakutana leo live hapa, tunabadilishana mawasiliano, tunatengeneza connection, network inakuwa. Kwa hiyo kesho kutwa huwezi kujua mimi nitashiriki na nani, nitafanya na nani. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, nashukuru kwamba sanaa yetu na sisi wenyewe tunakuwa every day. Yeah. Dunia ni moja ya series umesema ndo series ambayo ni ya kwanza na imekutambulisha kama sijakosea. Hii haikupi pressure kuona kwamba jambo hili ambalo nimelifanya Tanzania wamelipokea kwa ukubwa? Inamaanisha kwamba jambo linalofuatia ulifanya kwa ukubwa zaidi ili usiwaangushe Tanzania. Inawezekana inakupa pressure au kwako ni kawaida tu? Pressure sina, lakini naliona deni kwa sababu tayari tumeshatengeneza alama. Kuna namna tumewaaminisha watu kuhusiana na uwezo ambao tumeufanya. Kwa hiyo deni letu ni kwamba tunatakiwa tuoneshe zaidi ya hichi ambacho tumekifanya hapa. Unaona Kwa hiyo shughuli ni nzito. Hilo ndio linaendelea kurun katika vichwa vyetu. Lakini hatuna pressure kwa sababu hatujabahatisha. Kila ambacho tulikuwa tunakitenda ni kile ambacho tumekiandaa kwa mikakati na makusudi. Mpaka yale matokeo yanavyotoka, actually si wenyewe najua yes, this is exactly it is. Tungekuwa ni watu ambao tumebahatisha tu kwamba tunategemea tu, pengine tungekuwa tumeshapotea tangu episode ya 50. Sio masiala, episode ya kwanza mpaka ya 139. Unazungumzia mwaka mmoja na miezi kadhaa. Kitu kipo kwenye peak, kitu kina love kubwa, kitu ni story kubwa mjini. Bwana ni kitu kikubwa. Kwa hiyo hatuna pressure kuhusu utendaji wetu wa kazi, lakini tuna deni kufanya kile ambacho kinaweza kuwa zaidi ya hicho ambacho tumeshakifanya. Kwa kumalizia hapo, baadhi ya vipande vyako unajua vinapendwa sana na sisi wanaume, kwa sababu kuna maamuzi ambayo unakuwa unayafanya katika mahusiano, hata nje ya mahusiano tunasema kwamba huyu anahudhuria vikao. Kwa upande wako, tukiachana na maisha sasa mbele ya kamera, ile msimamo ambao unatuonyesha ndio ipo kweli mzee wangu paka kwenye familia ni mtu namna hiyo, na ni kitu gani ambacho kinakufanya uwe hivi? Kama mwanaume of course kuna qualities ambazo ni moja kwa moja hata mimi mwenyewe huwa nazitekeleza, lakini sio zote. Na hata ukiangalia vizuri sio kila ambacho alikuwa anasimamia Manyanya kilikuwa ni perfect. Sometimes alikuwa anazingua, lakini lazima tuipeleke vile kwa sababu character ya ule mchezo ilimtaka huyu mwanaume awe ni mtu wa namna ile. Kwa hiyo yapo maamuzi ya kiume ambayo huwa nayafanya hata mimi, lakini yapo mengine mule mimi siyafanyi kabisa. Yeah. Violet. Yes. Uko poa? Niko poa. Umependeza. Asante. Anakupisha leo nani tumpe maua yake hapa? Itabidi tu nimtaje. Ni Lucy. Yeah. Hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya.
Watu wengi sana huwa wanapenda namna ambavyo unavaa uhusika kwenye kulalamika au kulia. Nataka kufahamu kwa upande wako ni mwepesi kulia kama vile ambavyo tunaona kweli? Yeah, mimi ni mwepesi kulia. Hata kwenye maisha halisi mimi ni mwepesi sana kulia. Yeah. Unajisikiaje unapokuja katika sehemu kama hizi alafu watu wanakupokea kwa love kubwa sana, wanakupa hongera? Wewe binafsi unajisikiaje? I'm so excited. Yaani kwanza ni kitu kikubwa sana kwangu. Yaani ni kwa mara ya kwanza tumeshiriki kwenye hizi tunzo. Kwa hiyo yaani kwangu mimi I was like sijui hata niseme nini, ila na furaha sana. Yeah. Kwa hiyo ni sawa tukisema kwamba kwa mwaka huu 2025 katika waigizaji bora watatu wa kike waliofanya poa tusikuache. Nimo, wewe unaonaje bro? Nimefanya kazi sana jamani. Yeah. Malengo yako so far katika tasnia ya uigizaji ni yapi? Ni makubwa sana 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 sana. Sema tunachomshukuru Mungu, tunaenda kuzitimiza ndoto zetu taratibu taratibu. Na malengo makubwa nikisema nianze kuyaongelea hapa hatutamaliza. Ila at least naona mwanga. Naona ndoto zinaenda kufikia kwa asilimia kadhaa. Yeah. Ni kioo cha jamii, naweza kusema hivyo. Mwaka umeisha, simama kama dada, kwa sababu kuna mabinti wa kike waigizaji wanakuangalia. Naamini utakuwa unasema nikija kuwa mkubwa nataka kuwa kama yule. Kitu gani ambacho unawaambia wanawake ambao wanataka kuingia katika tasnia, ukizingatia kwamba ukiwa mwanamke watu wanaamini kwamba kuna vishawishi vingi sana? Waamini katika ndoto, waike juhudi na nguvu, wamtangulize Mungu, kila kitu kinawezekana, hakuna kitu kigumu. Yeah, nawapa yani najaribu kuwapa huo moyo. Wapambane. Sio ngumu kama watu wanavyofikiria. Yes. Shukran sana, nisikuchoshe. Asante. Kila la kheri kwenye tuzo tuichukue. Amina.